que el sistema político cubano no es objeto de negociación. Cuba imesema mfumo wake wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na muda wa rais wake, hauna mpango wa kujadiliwa katika mazungumzo yoyote na Marekani. Kauli hii imetolewa na naibu waziri wa mambo ya nje wa Cuba kufuatia ripoti kwamba Washington ilihitaji kuondoa rais wake Miguel Diaz-Canel madarakani. Hii inaashiria kuwa Cuba iko imara kisiasa hata wakati wa mashinikizo makali ya Marekani. Wiki moja iliyopita, Cuba ilitangaza kuanza mazungumzo na serikali ya Marekani baada ya vikwazo vya mafuta vilivyowekwa na Rais Donald Trump. Vikwazo hivi vilipelekea nchi hiyo kuingia kwenye mgogoro wa kiuchumi unaokua. Hali hii imesababisha uhamasishaji wa misaada ya kibinadamu kutoka nchi zingine, ikiwa ni pamoja na flotilia iliyoongozwa na Mexico iliyotoka Ijumaa, na wakitumia kauli mbiu inayosema Cuba yes, bloc no. Zaidi ya watu 150 kutoka Marekani waliondoka Havana kwenye misheni ya kibinadamu wakipeleka vifaa vya matibabu, huku wakipinga sera za Marekani dhidi ya kisiwa hicho. Cuba imesema iko tayari kwa uwezekano wa mashambulio ya Marekani na tayari imeanzisha mpango wa maandalizi dhidi ya hatua yoyote ya nje. Rais Diaz-Canel alisisitiza kuwa kila mhanga wa nje atakabiliana na upinzani usioweza kuvunjika, hatua inayolenga kudumisha hofu ya ulinzi wa taifa. Marekani ikirejelea taarifa za awali kutoka utawala wa Trump, iliripoti kuwa Trump alikuwa akitayarisha mpango wa kiuchumi unaolenga kupunguza vizuizi vya biashara na Cuba. Hata hivyo, mpango huo unajumuisha off-ramp kwa Rais Diaz-Canel, jambo ambalo Cuba imekataa kabisa na kusema mfumo wake wa kisiasa hauwezi kubadilishwa kwa masharti ya Marekani. Kwa ujumla, hali hii inabaki kuwa nyeti kisiasa na kiuchumi. Nikusihi endelea kuwa nami kupitia Kopro Media kwa habari mbalimbali za kitaifa pamoja na kimataifa.